Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu na hii ni fursa nyingine tena tuendelee na majifunzo ya masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Liko somo jingine la pekee mbele yetu lenye kichwa kinachosema tokeni mijini. Iko wazi kabisa, kichwa cha somo kikiwa clear kabisa, tokeni mijini. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea na somo hili zuri la pekee, ninaamini litakubariki, basi tuombe. Baba mwema, watoto wako waliwahi kuonywa wakati wa kuharibiwa kwa Yerusalemu, walipewa ishara. Watoto wako nyakati za mwisho tumepewa ishara tunaposogelea ule mwisho na kuharibiwa kwa ulimwengu huu. Katika kujifunza huku tunaomba hekima ya kimbingu ili tukawe miongoni mwa wale wenye hekima wa kujua nyakati na kujua nini tunachopaswa kukifanya. Asante kwa kuwa umekubali kutuongoza tangu mwanzo mpaka mwisho, kwa jina la Yesu, amina. Tokeni mijini ndilo somo tunaloliangalia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 464 465. Nukuu hii inapatikana pia katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 93. Nukuu unaiona kwenye screen yako. Ninasoma: wakati hauko mbali sana ambapo kama wale wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio katika mahali pa ukiwa na upweke, kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi. Vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu, kwenye mabano Marekani, katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Hivyo ndivyo hekima ya Mungu inavyotuambia. Ellen G. White ni nabii? Ndiyo. Hii nukuu ni ya Ellen G. White? Ndiyo. Ellen G. White alivuviwa? Ndiyo. Kwa hiyo huu ujumbe hautoki kwa Ellen G. White, ila unatoka kwa Mungu, unatoka kwa Baba mwenye upendo, anayetupa maonyo kabla ya hatari kutupata, anayetupatia kuelewa wakati ujao tukingali sasa. Ni upendeleo wa pekee sana, ni heshima kubwa sana ambayo mbingu imetupendelea, kujua yatakayotokea baadaye ili ujue nini unachopaswa kukifanya. Ni upendo wa pekee sana kutoka kwa Baba mwenye upendo. Ni jukumu letu sasa, jukumu langu na jukumu lako, kuitikia upendo huu, kutii maelekezo yake, kwa sababu ni kwa faida yetu wenyewe. Turudie tena hii nukuu alafu tuisome polepole. Kuna mambo mazito na ya muhimu tunatakiwa kuyajifunza taratibu. Turudi tena kwenye nukuu, inapatikana kwenye screen yako, unaiona. Ninasoma: wakati hauko mbali sana. Sasa mwaka 1885 nabii aliandika wakati hauko mbali sana. Lakini kusema ukweli, mahali tulipofika sasa katika historia ya kinabii, tunaona kabisa ya kwamba msemo huu unafiti kabisa kwenye mazingira yetu. Wakati hauko mbali sana.
uko karibu sana. Tunapoona imebaki miaka 5 kuelekea 6 Yesu amalize huduma katika chumba cha patakatifu, kwa mujibu wa masomo tuliyoyatazama ya patakatifu na mpango wa ukombozi, maana yake ndani yake kuna miaka 3.5 ambayo wamepewa mataifa, ambapo wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Hii miaka 3.5 ni tangu kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu la siku za mwisho ni nini? Kama ilivyokuwa machukizo ya uharibifu wakati uliopita. Chukizo la uharibifu ni kusimamishwa kwa viwango vya ibada ya sanamu za Warumi. Kwa hiyo sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani inaposimamishwa, Marekani itakuwa imesimamisha chukizo la uharibifu. Limefanya iwezekane lile jeraha la mauti kupona complete kabisa. Itakachofanya hapo ni kupulizia pumzi ile sanamu ili inene. Kwa hiyo chukizo la uharibifu litasimamishwa wakati Marekani itakapopitisha sheria ya kitaifa ya Jumapili. Huko ni kusimamishwa kwa viwango vya ibada ya sanamu za Warumi. Maana Jumapili ni alama ya mamlaka ya Kirumi, mamlaka ya upapa. Na Jumapili ni ishara ya ibada kwa Mungu jua. Kwa hiyo viwango vya ibada ya sanamu za Warumi vinawakilishwa na sheria ya Jumapili itakaposimamishwa. Viwango vya ibada ya sanamu za Warumi vitakuwa vimesimamishwa juu. Ndipo sasa viwango vya ibada ya kweli ya Mungu muumbaji wa mbingu na nchi vitakuwa vinashushwa chini. Kwa mpambano ni kati ya sabato ya siku ya 7 ya juma na inayoitwa sabato lakini ni sabato bandia ya siku ya kwanza ya juma. Hizi siku mbili katika mpambano, moja ikiwa ni mamlaka, ni alama ya mamlaka ya upapa ambayo inatawala kwa niaba ya shetani kwa mujibu wa Ufunuo 13. Yule joka akampa kiti chake cha enzi na nguvu zake na uwezo mwingi. Nyingine ambayo sasa ni siku ya 7 ya juma, sabato ya kweli ya Jumamosi, ni alama ya mamlaka ya Mungu muumbaji. Kwa hiyo shetani na Mungu katika mpambano. Sasa basi, hiyo miaka 3.5 katika hiyo 5.5 iliyobaki, maana yake ndani yake kuna maana yake tuna muda mchache uliosalia wa maandalizi. Yaani kama miaka 5.5, tunazungumzia 2025, tuko mwishoni. Hatuwezi tena kusema ni miaka 6 iliyosalia, ni kama tu 5 na kidogo. Sasa katika hiyo miaka 5 na kidogo, tuchukulie mfano 5.5. 5.5 ukitoa 3.5, maana yake tuna miaka kama 2 ama 2 kasoro iliyosalia. Ndicho kipindi cha maandalizi ya mwisho kwa kila Mkristo, kwa kila mwanadamu, kwa kila Mwadventista msabato. Maana yake ni kwamba tangu sasa 2025 mpaka kufika 2027, maana yake hapo lazima chukizo la uharibifu lisimamishwe. Hatupo gizani. Kwa utulivu, kwa maombi mengi, nenda kwa Mungu muulize, akufunulie, akufundishe mwenyewe mambo haya. Sasa basi, mahali tulipofika katika historia ya kinabii, ninao ujasiri wa kukuambia wakati hauko mbali sana. Wakati upo karibu. Ni wakati gani? Wakati wa kusimamishwa kwa chukizo la uharibifu kuko karibu. Kwa hiyo basi, kama wale wanafunzi wa kwanza wakati wa kuharibiwa kwa Yerusalemu ama kuangamizwa kwa Yerusalemu, kabla ya kuangamizwa kwa Yerusalemu, miaka 3.5 kabla,
ilionekana ishara waliokuwa wameahidiwa na Mwokozi, ya kwamba mtakapoiona ishara hiyo, kimbieni, muukimbie mji wa Yerusalemu. Muende wapi? Milimani na mashambani. Turudi sasa kwenye nukuu yetu hapo kwenye screen yako. Turudi hiyo nukuu. Anasema hivi, hayo maandishi mekundu: tutalazimika kutafuta kimbilio mahali paukiwa na upweke. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wanajeshi wa Kirumi ilivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani. Nabii alikuwa ni Marekani, kwa hiyo anataja taifa letu katika amri inayolazimisha sabato ya kipapa. Itakuwa ni onyo kwetu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Sasa sikia, turudi sasa kwenye kutafakari vizuri hayo maandishi ya blue hapo chini, kabla hatujahama kwenye hiyo nukuu. Huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye makazi ya maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Kuna kitabu cha Ellen G. White kinachoitwa Country Living. Kibidula walitafsiri Kiswahili cha Kiswahili kinaitwa Kuishi Mashambani. Ninacho hicho kitabu, ngoja nikuoneshe kinavyofanana, maana nitakuja kukitumia baadaye kidogo. Hiki hapa, kuishi mashambani. Kuishi mashambani ndicho kile cha Kiingereza kiliitwa country living. Sasa ninakirudisha ili nitoe ufafanuzi vizuri, nitakisoma baadaye kidogo. Kwa mujibu wa kitabu hiki Country Living ama kuishi mashambani, nabii anasema hivi, ama alieleza hivi: watu wa Mungu hawakutakiwa kuishi mijini, kujenga kwenye miji. Walitakiwa waishi nje ya miji, ili watoke nje ya miji kwenda kufanyia kazi mji ama kuifanyia kazi miji. Sasa kwa maelezo hayo, sasa turudi sasa kwenye ile nukuu yetu inavyosema ya kwamba huo ndio utakaokuwa wakati wa kuihama miji mikubwa. Hapa nabii alijua kabisa ya kwamba mpaka wakati Jumapili inatangaza Marekani, kutakuwa na watu wa Mungu bado watakuwa wamechelewa kwenye miji mikubwa. Kwa rehema zake kuna wengine watatolewa kama vile Lutu alivyotolewa na malaika kwa kuchelewa sana. Lakini kwa kuchelewa huko hakukuwa na faida iliyokamilika, kulikuwa na hasara ndani yake. Lutu alimpoteza mke wake kwa kuchelewa kuondoka kwenye miji. Wakati huo kuna wengine pia walishaondoka kwenye miji mikubwa, wakawa pembezoni huko kwenye miji midogo. Sasa ndipo anasema ikiwa ni maandalizi ya kuihama miji midogo. Yaani sheria ya Jumapili inapotangazwa Marekani, wale waliochelewa kutoka kwenye miji mikubwa, hiyo ndio itakuwa ishara ya wao kutoka na kukimbia. Wakati huo pia wale walio kwenye miji midogo pia, na wao pia ndio ishara ya kutoka pia. Kwa hiyo kwenye miji mikubwa na miji midogo wote nao watatakiwa kutoka kwa ishara hiyo itakapoonekana. Waende sasa sehemu za mashambani na mafichoni, maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Na anaposema miongoni mwa milima, tusiende maeneo yenye mabonde, maeneo yenye kutuama maji. Tunataka tuende maeneo yenye milima. Nabii amesema usitafute country living, usitafute maeneo ya kwenda kijijini, maeneo ni tambarale. Hapana, maeneo yenye milima ndio maelekezo ya nabii. Na ndivyo Biblia inavyosema katika ile Mathayo 24 mstari wa 15 na 16. Mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimamishwa pasipolipasa,
basi walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Kwa hiyo ni kukimbilia milimani, tunatakiwa twende sehemu zenye milima. Kwa hiyo wale wote ambao wako huko country sasa, wako mashambani huko, kama hamko maeneo yenye milima, maeneo yenye miinuko, anzeni kubadili uelekeo, tafuteni maeneo yenye milima. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Hayo ndio maelekezo ya Mungu. Nendeni sehemu yenye milima. Kama hilo eneo ulilolipata ni tambarare, hapo sio country. Nendeni sehemu yenye milima, na sifa yake sehemu hizo zenye milima ni maeneo ambayo hakujakaliwa watu wengi, watu wamesambaa mbali mbali, yani ni vijijini kabisa, ambapo mahali ambapo hakutakuwa na ulazima wewe ama hautakuwa na haja ya kukaribiana na huduma za kiserikali. Yani hauhitaji bomba za maji za serikali, hauhitaji umeme kutoka serikalini. Maeneo ambayo utajipatia mahitaji yako mwenyewe bila msaada wa serikali, bila kutumia fedha, bila kutafuta kwenda kununua ama kuuza. Eneo ambalo unaweza ukalima bustani, ukalima vyakula, mahindi, maharage, ukapanda migomba ya ndizi, ukafanya hizo, yani ukajitafutia chakula kutoka kwenye ardhi, ukalima mwenyewe. Eneo hilo lazima liwe sehemu ya milima na mahali ambako panapatikana maji kwa mwaka mzima, kwenye chemichemi ambapo unaweza kama ni kuchimba kisima ama kutumia chemichemi za maji. Maeneo ambayo yako hayajawa polluted, maeneo yenye utulivu, maeneo ambayo yana usalama hata kwa afya zetu. Ndio maana maeneo yenye milima, mashambani kwenye milima, sio mabondeni. Kwa hiyo ishara itakapoonekana, wale walio kwenye miji mikubwa na hiyo miji midogo, siku hizi mpaka vijijini ni miji midogo, umeme umefika, huduma zote zipo kama zinazopatikana mjini. Maana yake hata huko kuliko kwa kunaitwa vijiji zamani, ni miji midogo. Wote tunataka tutoke. Sasa basi, kwa maelezo hayo, sasa hivi muda mchache tulio nao, maandalizi tunayotakiwa kuyafanya ni kutafuta sasa, sio kurudi kutoka mijini tena, miji mikubwa na kwenda kwenye miji midogo. Hiyo stage ilishapita. Stage iliyopo sasa ni kutoka kwenye miji na kutoka kwenye miji midogo kwenda sehemu za mashambani. Kwa kila mmoja atafute wapi, kwa kumuuliza Mungu, atafute eneo na muda, kabla hatujaingia kwenye mfumo wa kutokuuza na kutokununua, mfumo wa mpinga Kristo, mfumo wa digitalization digital currency wa CBDC, kabla haujaanza kufanya kazi. Kuanzia mwakani 2026 kuelekea 27 utakuwa unaoperate maeneo katika nchi nyingi duniani. Kwa kabla ya kuanza kufanya kazi, tutumie sasa kutafuta maeneo miongoni mwa milima, maeneo yaliyojitenga. Zingatia, yaliyojitenga, sio yaliyo na changanyikeni za watu, yaliyojitenga miongoni mwa milima. Sasa tuna muda mfupi wa maandalizi hayo. Na kama tutapuuzia hili, tutakuja kujuta wakati tumechelewa sana. Angalia Ufunuo 13 mstari wa 16 mpaka wa 18, imeandikwa. Unaona hilo fungu kwenye skrini yako? Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Kwa sheria ya Jumapili haitatangazwa Marekani, haitapitishwa Marekani mpaka kwanza Marekani iweke sawa mfumo mpya wa kiuchumi wa kifedha duniani. Na hilo limekwisha fanyika. Imebaki tu sasa kupitishwa sheria ya Jumapili. Na ni vile tu Mungu ameweka mkono wake. Kama Mungu angeamua kuruhusu, wangekuwa wameshaitangaza sheria ya Jumapili. Wana hamu kubwa, wana spidi kubwa, wanafanya kwa kasi mno. Ni paka Mungu ratiba yake ikamilike, anaposhughulika na hukumu ya upelelezi kwa walio hai inayoanza kwa Waadventista wa Sabato. Amalizane na wa Sabato
Kwa siku mkisikia sheria ya Jumapili ya kitaifa Marekani imepitishwa, yaani rais wa Marekani amesaini mswada wa sheria ya Jumapili ya kitaifa ya kishirikisho, maana yake kutoka bunge la Congress, na sasa inakuwa sheria rasmi, ujue hapo muhuri pia umetiwa kwa Waadventista wa Sabato. Rehema imeshafungwa kwa Sabato. Inaanza miaka 3.5 kwa wale walio nje, wasio Waadventista wa Sabato. Ufunuo 11 mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 1 ni hukumu ya upelelezi kwa Wasabato. Mstari wa 2, miezi 42 wamepewa mataifa, behewa ya nje, behewa ya nje wamepewa mataifa, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Kuukanyaga mji mtakatifu ni pale baada ya kuwa imepitishwa sheria ya Jumapili, huko ndiko kuanza kuukanyaga mji mtakatifu. Maana eneo lile la mji mtakatifu kuzunguka kilomita kadhaa kuzunguka, wakati wa Nehemia lilitamkwa ya kwamba ni uwanja mtakatifu kwa ajili ya kuitunza Sabato. Kwa anaposema kuukanyaga mji mtakatifu, maana yake inarejelea Sabato. Sabato ya siku ya 7 ya juma itakapokuwa inakanyagwa, inainuliwa siku ya kwanza ya juma, Sabato bandia, hapo chukizo la uharibifu limesimamishwa. Viwango vya ibada ya sanamu za Warumi zitakuwa vimesimamishwa. Viwango vya ibada ya kweli ya Mungu muumbaji wa mbingu na nchi vitakuwa vinashushwa chini. Na wakati wanapofikia hatua hiyo, Mungu lazima asimame. Maana yake tunapoona Marekani inakaribia kupisha sheria ya Jumapili, maana yake ule mwisho upo karibu. Miaka 3.5 Mikaeli itapaswa asimame baada ya Marekani kupisha sheria ya Jumapili. Kwa hiyo hatuna muda, yaani hakuna miaka mingi iliyosalia hapa duniani. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 35, uhuru wa dhamiri watishwa, ukurasa wa 477 na 478. Imeoneshwa kuwa nchi ya Marekani ndiyo mamlaka inayowakilishwa na mnyama mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Huyu mnyama mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo tunapata wapi? Ni Ufunuo 13, aliyetoka nchi kavu. Kwa hiyo ni taifa la Marekani, na kwamba unabii huu utatimizwa wakati nchi ya Marekani itakapolazimisha utunzaji wa Jumapili. Yaani nchi ya Marekani italazimisha utunzaji wa Jumapili, sio tu kwenye nchi yake ya Marekani, italazimisha kwenye nchi zote duniani waitunze Jumapili. Ndipo unaweza ukaelewa hii Jumapili mmiliki wake ni nani. Kwa nini watu walazimishwe? Mungu hana kanuni ya kulazimisha. Kanuni ya kulazimisha huwa ni ya Shetani. Kwa Shetani atataka dunia yote waisujudie Jumapili na sio siku ya 7 ya juma ambayo ni Jumamosi. Kwa Marekani itakapolazimisha utunzaji wa Jumapili, jambo ambalo Rumi inadai kuwa utambuzi wa ukuu wake. Inaposema Rumi, maana yake kanisa Katoliki, maana yake upapa unadai kuwa ni utambuzi wa ukuu wake. Yaani alama ya mamlaka ya upapa, alama ya mamlaka kanisa Katoliki ni Jumapili. Na ili itawale tena dunia, lazima Jumapili ishurutishwe kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo mikakati imesukwa vizuri, kila kitu kiko mahali pake. Ni muda tu Mungu hajaruhusu Marekani ipitishe sheria ya Jumapili ya kitaifa, na ndipo kuanzia hapo itashurutisha mataifa yote wafuate mfano wake. Lakini katika heshima hii kwa upapa, nchi ya Marekani haitakuwa peke yake. Yaani kwenye kushurutisha alama ya mamlaka ya upapa, ibada ya Jumapili, nchi ya Marekani haitafanya mchakato huo wa kushurutisha watu wote duniani wakiwa peke yao wa Marekani. Hakuna. Inasema hivi, nguvu ya Roma, yaani nguvu ya upapa, nguvu ya kanisa Katoliki katika nchi ambazo wakati fulani zilikiri utawala wake bado haijaisha. Hizo ni nchi za Ulaya. Kwa hiyo Marekani itashirikiana na Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, uone mambo yanavyoenda, ya tayari ameshaturahisishia kujua unabii jinsi utakavyotimia. Marekani inashirikiana na Umoja wa Ulaya wakiwa na muungano wa NATO. NATO inajumuisha Marekani na Umoja wa Ulaya, ule umoja wa kujihami wa NATO, Marekani ikiwa ndani yake. Na Marekani ndio ni kama yenye power zaidi, inayoongoza NATO yote, na NATO yote wafuate Marekani inachofanya. Kwa hiyo mara nyingi na mara zote Marekani haipishani na Umoja wa Ulaya.
Inachofanya Marekani, Umoja wa Ulaya unafanya. Kwa hiyo hawa wanatimiza unabii. Nchi zote za Umoja wa Ulaya zitaungana na Marekani kushurutisha dunia nzima nchi zote zipitishe sheria ya Jumapili. Hakuna nchi itakayosalia. Unabii umesema na lazima utimie. Na tunaanza kuona dalili. Kwa mfano, mwaka jana 2024 tuliona bunge la Umoja wa Ulaya lilipitisha mswada ya kwamba nchi zote za Umoja wa Ulaya waitenge Jumapili kama siku ya mapumziko. Bunge la Umoja wa Ulaya. Tunaona Umoja wa Ulaya mwaka huu 2025 mwezi wa 10 wanazindua digital euro, na mwakani 2026 nchi zote za Umoja wa Ulaya wanaanza kutumia digital euro. Wanahama kutoka kwenye keshi wanaenda kwenye cashless society mwakani 2026. Marekani je, iko nyuma katika hiyo? Marekani, serikali iliyopo sasa ya Donald Trump imekwisha sema ya kwamba sahau kwa habari ya kutengana kati ya dini na serikali, separation between church and state. Sahau, hapa ni union between church and state. Na anataka kurudisha dini Marekani, kumrudisha Mungu Marekani, na kuwafanya wa Marekani wote waabudu. Na wamekusha sema kwamba siku ya kuabudu ni Jumapili. Hiyo serikali ya Trump inatekeleza sera za Project 2025. Hii Project 2025 ndio ambayo inasimamia sera zote za serikali ya Trump. Wewe nenda tu kwenye mtandao wa internet pale Google, kwenye Google search engine, andika tu Project 2025 Tracker. Yani Project 2025 Tracker, yani kutrack. Watakuonesha kabisa kwamba mpaka sasa serikali ya Trump imetekeleza Project 2025 kwa asilimia ngapi, kila kipengele, na ndani yake kiko mpaka sheria ya Jumapili. Kwa hiyo wako hatua kwa hatua. Kwa maana yake serikali hii, hata kama Trump ikatokea amelala mauti au imekuwaje, lakini serikali hii ambayo sasa tayari imeshashikwa na majesuiti, lazima ndani yake, kabla ya kufika muhula wake wa mwisho 2028, sheria ya Jumapili lazima ipite ya kitaifa Marekani. Ni kipi ambacho Wasabato hatukielewi? Tunataka tuambiweje, tuonywe namna gani? Kwa hiyo basi, huu ndio wakati wa mwisho, muda mchache uliobaki, chini ya miaka miwili, tena sio chini ya miaka, ni kama vile tuna miezi michache tu iliyosalia. Maandalizi ya mwisho, tutoke mjini. Tokeni mjini. Ndio agizo la Mungu lenye upendo mwingi, anawaambia watoto wake, tokeni mjini. Mungu anasema tokeni mjini. Mungu anatuambia tutoke mijini. Tutoke mijini. Angalia hii. Ziko hatua 4 ama ishara 4 za kinabii za kutuonesha kwamba Marekani imekaribia mno kutangaza sheria ya Jumapili. Hapo Waadventista tunapaswa kuwa na hekima ya kujua nyakati, ama kuzijua nyakati, ili tujue nini tunapaswa kukifanya kama wana wa Isakari. Hatua ya kwanza ama ishara ya kwanza, Uprotestanti wa Marekani kuungana na umizimu na Rumi, umoja wa utatu. Hii tunaiona katika Ufunuo 16 mstari wa 13 mpaka 16. Isome hiyo, tuangalie hiyo Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka 16. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Na tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Angalia kwa nini habari ya tazama naja kama mwivi, heri akeshaye, inakuja baada ya kueleza umoja huu wa utatu. Manake hii ni hatua ya kwanza ya Marekani kuja kutangaza sheria ya Jumapili ya kitaifa.
na sheria ya Jumapili ya kitaifa inapotangazwa, rehema kwa watu wa Mungu itakuwa imekoma. Kwa Waadventista wa Sabato itakuwa imekoma. Kwa hiyo Mungu hapa anataka kutuambia hivi, tutakapoiona hii ishara imetimia, anasema tazama naja upesi. Maana yake tutajua kama muda wa kuja kwa Yesu umekaribia sana. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake. Maana yake mavazi gani? Tangu tulipomwamini Yesu tumepewa vazi la haki ya Kristo, na kwa tunataka tulitunze vazi hili kwa kuendelea kupigana vita dhidi ya dhambi katika ushirika binafsi na Yesu. Uzoefu wa chumba cha kwanza cha patakatifu katika ushirika binafsi, tukiwa mashujaa wa maombi na kulisoma neno, ili kila siku tupewe neema ya kushinda dhambi. Huko ndiko kukesha. Maana yake tunaingia kwenye, hapo itakuwa tunaingia kwenye kipindi cha hukumu ya upelelezi kwa Wasabato. Kwa hiyo umoja huu wa utatu, ushahidi ukiwa umewekwa wazi ya kwamba umekwisha fanyika, maana yake tumeashafika kipindi ambacho tuko kwenye yani ni kama vile tuko mwishoni kabisa mwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Angalia hii nukuu hapa. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 36, pambano linalotarajiwa karibuni, ukurasa wa 485. Ishara ya kwanza hii inafafanuliwa, ukiacha hiyo Ufunuo 16:13 mpaka 16, tuangalie ishara hii ya kwanza katika roho ya unabii, pia inafafanua vile vile ile ya Ufunuo 16:13 mpaka 16. Waprotestanti wa Marekani watakuwa mstari wa mbele katika kunyoosha mikono yao kutoka upande mmoja hadi mwingine wa korongo refu, kushikana mikono na imani ya kuongea na wafu. Watavuka shimo kubwa kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya mvuto wa muungano wa mamlaka tatu, nchi hii itafuata katika nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Na ndio maana Yesu alisema kabisa kwamba tazama naja upesi, naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake. Kwa nini? Kwa sababu wakati Marekani yani uprotestanti kule Marekani unashikana mikono na umizimu, unashikana mikono na upapa na Urumi, maana yake nchi hii ya Marekani itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Na kukanyaga haki za dhamiri maana yake nini? Kulazimisha ibada ya Jumapili. Na kwa sababu hiyo Mungu lazima asimame. Kwa hiyo Marekani imebeba unabii mkubwa na muhimu sana katika Ufunuo 13 kwa Waadventista wa Sabato na wakazi wote wa dunia. Sio swala la kupuuza. Hatuwezi tukaacha kufuatilia sera za Marekani, kwa sababu lazima tuone unabii unatimiaje. Wakati tunajiandaa kiroho, tunajiandaa kimwili tutakuwa tunafuatilia pia. Ishara ya pili. Kabla ya ishara ya pili, ukweli ni kwamba umoja huu wa utatu umekwisha fanyika. Fuatilia Marekani, kiwango cha umizimu, imani ya kuongea na wafu ni kikubwa mno, pengine kuliko nchi yoyote duniani kwa sasa. Lakini pia tayari uprotestanti ulioanguka Marekani, ndio Ufunuo 16:13 mpaka 16 nasema katika kinywa cha yule nabii wa uongo, uprotestanti ulioanguka umeshashikana mikono na Urumi. Sasa wanafanya kazi pamoja. Ndio hicho sasa, huo muungano wa utatu utapelekea hatua hii ya pili. Hatua ya pili nini? Kuundwa kwa sanamu ya mnyama. Ufunuo 13:14, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi. Angalia hiyo fungu kwenye screen yako. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Nani hilo? Ni taifa la Marekani. Kwa hiyo sanamu ya mnyama sasa ni nini? Sanamu ya mnyama inaundwa baada ya muungano wa umoja wa utatu, umizimu, upapa pamoja na nabii wa uongo. Muungano huu ukishafanyika, kinachofuata ni kuunda sanamu ya mnyama. Kwa hiyo kama sanamu ya mnyama imekwisha kuundwa Marekani, maana yake muungano wa utatu umekwisha kufanyika. Maana yake sasa hiyo kuundwa kwa sanamu ya mnyama ni hatua ya pili inayofuata baada ya muungano wa utatu. Sasa tuangalie, je, sanamu ya mnyama imeundwa? Tuangalie kwanza sanamu ya mnyama ni nini. Pambano Kuu UPH 2023, naona hiyo nukuu kwenye skrini yako, sura ya 25, sheria ya Mungu isiyobadilika, ukurasa wa 366. Nabii anasema, lakini sanamu ya mnyama ni nini? Na sanamu inafanyikaje? Sanamu inafanywa na mnyama mwenye pembe mbili. Hilo ni taifa la Marekani. Sanamu ya mnyama haiwezi kufanyika popote. Marekani ndio itakayoshurutisha dunia nzima
kutengeneza sanamu ya mnyama kama wao walivyofanya, kwa lazima ianze Marekani kwanza. Na ni sanamu kwa ajili ya mnyama, inaitwa pia sanamu ya mnyama. Nabii anaendelea kusema, ukurasa wa 369 sasa, sura hiyo ya 25, Pambano Kuu UPH 2023, sheria ya Mungu isiyobadilika. Nabii anasema sanamu ya mnyama huwakilisha mfumo wa Uprotestanti ulioasi utakaojengeka wakati makanisa ya Kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa mamlaka ya kiserikali ili kusimamia utekelezaji wa mafundisho yake. Hiyo ndio sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama huwakilishwa na mfumo wa Uprotestanti ulioanguka. Kwa hiyo ukitaja Uprotestanti ulioanguka, Uprotestanti ulioasi, lazima utarejelea Uprotestanti Marekani na sio nchi nyingine yote. Katika unabii, Uprotestanti ulioasi ni kule Marekani. Ndile ile roho inayotoka katika kinywa cha nabii wa uongo. Sasa hii sanamu ya mnyama lazima ije kuundwa baada ya muungano wa utatu: Uprotestanti ulioanguka pamoja na upapa pamoja na roho ya joka, ambayo sasa ni umizimu, imani ya kuongea na wafu. Muungano huu ukishafanyika kule Marekani, kinachofuata ni sanamu ya mnyama. Kwa sasa hapo Rumi inajifanya kama inakaa pembeni, lakini wakifanya kazi pamoja na Uprotestanti ulioanguka, wataanza kushurutisha mafundisho yao yasimamiwe na serikali. Na ndio maana hivi karibuni, tangu mwaka 2024, yani mwaka jana tu, tumeanza kushuhudia Marekani sheria zikipitishwa kwenye majimbo mbalimbali. Na jimbo la kwanza ni jimbo la Louisiana kubandika amri 10 kwenye shule za umma. Na majimbo kadhaa mwaka 2025 wamepitisha sheria za namna hiyo. Na kituko zaidi, jimbo la Utah limepitisha sheria ya Jumapili mwaka 2025 tarehe 7 mwezi wa 3. Tarehe 7 mwezi wa 3. Kumbuka, sheria ya kwanza ya Jumapili ya ulimwenguni ilipitishwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Kabla ya hapo hakukuwa na ibada ya Jumapili. Yaani sheria ya Jumapili ya kwanza ilipitishwa mwaka huo. Sasa kwa nini tarehe 7 mwezi wa 3? This is not for coincidence. Hii haitokei tu kwa bahati. Tarehe 7 mwezi wa 3, tarehe 7 mwezi wa 3. Hii ni alarm, ni kengele inayogonga kwa Waadventista wa Sabato, kuambiwa ya kwamba sasa tunaingia kwenye zahama kuu. Kwa hiyo tunaona kabisa sheria zikiundwa kwenye majimbo. Yaani serikali inatunga sheria ya kuitunza Jumapili, kusimamisha shughuli zote za biashara Jumapili. Serikali inatunga sheria ya kuhakikisha amri 10 zinabandikwa mashuleni. Maana yake serikali inatumiwa sasa, na mamlaka hii ya muungano huu wa utatu inatumiwa sasa kushurutisha mafundisho ya kidini. Hiyo ndio inaitwa sanamu ya mnyama. Na kwa nini inaitwa sanamu ya mnyama? Maana yake tunapaswa kujifunza mnyama mwenyewe jinsi alivyo. Yaani upapa maana yake ni muungano wa dini na serikali. Yaani ukiondoa huo muungano, hakuna upapa. Nguvu ya upapa ni kutumia dola kushurutisha mafundisho ya kanisa Katoliki. Hiyo ndio nguvu ya upapa. Kwa hiyo inapaswa urudi kwenye zama za giza. Upapa ulikuwaje? Ulikuwa ndio mamlaka inayotawala dunia. Serikali zote zilikuwa chini ya upapa. Kwa hiyo papa alikuwa ana mamlaka ya kumuondoa mpaka mfalme na kumweka mwingine. Alikuwa ana mamlaka ya kumwajibisha mfalme. Hayo yalifanyika. Karejea historia katika Ukristo, rejea historia katika zama za giza. Hiyo iko wazi. Kwa hiyo unaposema sanamu ya mnyama, maana yake kinachofanyika hakifanywi na upapa, ila kuna Uprotestanti ulioanguka Marekani unafanya kile kutaka kuunganisha dini na serikali ifanye kazi pamoja, na matokeo yake serikali itatumiwa na dini kushurutisha mafundisho ya kidini kwa raia wake. Hiyo ndio sanamu ya mnyama. Sasa hii sanamu ya mnyama iko pale tu, haineni. Maana yake itasubiri hatua ya pili ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 15, kupulizia pumzi sanamu ili sanamu inene. Kupulizia pumzi ndio sasa sheria ya kitaifa ya Jumapili itakaposimamishwa Marekani. Chukizo la uharibifu litakuwa limesimamishwa rasmi. Hiyo ndio itakuwa kupulizia pumzi sanamu. Lakini sasa sanamu imeshaundwa Marekani. Hatua ya pili tayari. Twende hatua ya 3. Ishara ya 3.
Marekani kuanzisha na kuongoza mfumo mpya wa kuuza na kununua. Maana ndio itakayoshurutisha sheria ya Jumapili, na sheria ya Jumapili imeshikamanishwa na mfumo wa kuto kuuza, kuto kununua mpaka umepokea alama ya mnyama. Ufunuo 13, 16 na 17 imeandikwa, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Nani atakayewafanya wao? Zingatia neno naye awafanya. Ni nani mnyama wa pili katika Ufunuo 13 anatoka nchi kavu? Kondoo mwenye pembe mbili. Ni taifa la Marekani. Kwa hiyo taifa la Marekani ndio litakayoshurutisha wote duniani, hakuna kuuza, hakuna kununua. Kwa hiyo ili Marekani ifanikiwe kushurutisha dunia nzima, lazima Marekani itawale mfumo wa kiuchumi, mfumo wa kifedha wa ulimwengu mzima, na huo ndio mfumo wa mpinga Kristo. Na kwa sababu Marekani ndio itakayotaka watu wote wamsujudie yule mnyama wa kwanza, papa, maana yake Marekani ndio inayotumiwa na Urumi sasa kuhakikisha dunia nzima inampa heshima upapa, na ishara ya kwamba dunia inampa heshima papa, alama ya mamlaka yake ni ibada ya Jumapili. Kwa hiyo Marekani inapotangaza sheria ya Jumapili lazima iende sambamba na uwezo wa kushurutisha watu wote waiabudu Jumapili, na njia hiyo Marekani inafanya ushurutishwaji wa kuwafanya wakazi wote wa dunia, matajiri kwa maskini, waliosoma wasiosoma, wenye vyeo kwa wasio na vyeo, wakubwa kwa wadogo, wote wamsujudie yule mnyama ambaye alipata jeraha la mauti, na sasa Marekani itakuwa imeliponyesha jeraha hilo la mauti. Ni upapa. Sasa basi, kama ni hivyo, Marekani je, imekwisha pitisha huo mfumo? Yaani imeshaanzisha huo mfumo? Ndio. Tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2025 Trump alisaini the Genius Act. Wanaondoa keshi, dola ambayo ni keshi, wanaanzisha kitu kinachoitwa digital dollar. Tunaingia kwenye cashless society. Yaani cashless society ndipo mnyama atakapoweza kwa kutumia mgongo wa Marekani, sasa ikiwa sasa imepewa mamlaka ya kutawala dunia kupitia mgongo wa Marekani. Kwa hiyo dini na serikali vikiwa vimeungana pamoja, upapa na Marekani vikiwa vimeshikamana pamoja, Ufunuo 13, wanyama wawili wakiwa sasa wanafanya kazi pamoja, ndipo dunia nzima kwa kutumia mfumo huu wa hakuna kuuza, hakuna kununua, italazimishwa dunia nzima kuiabudu siku ya Jumapili. Na hiyo ni kutoa heshima kwa papa na ni kutoa heshima kwa shetani ambaye amempa papa kiti chake cha enzi na nguvu na uwezo mwingi, Ufunuo 13. Kwa hiyo basi, ishara ya 4 itakuwa ni ya kutangaza sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyozungumza, Marekani iko tayari, upapa uko tayari, shetani yuko tayari, Waprotestanti wako tayari. Swali, Waadventista wa Sabato ambao sasa wanazingirwa pande zote, je, wako tayari? Waadventista wengi hawako tayari. Kwanza kiroho, bado wanacheza kwenye dhambi, hawajui rehema inatangulia kufungwa kwao. La pili, hawajajiandaa kimwili, hawana mpango wa kutoka mjini. Na kuambia hivi, hekima ya Mungu, neno la Mungu linasema tokeni mijini. Yaani wakati tuko Marekani imeshavuka hatua ya 3, imebaki hatua moja ya 4, na yenyewe imeshaanza kutekelezwa. Maana yake Waadventista tunazingirwa pande zote. Ishara ya kwamba majeshi ya Kirumi yanakuja kwa kasi kuuzingira mji wa Yerusalemu imekwisha kuonekana. Kwa hiyo Mungu anatuambia kama Wakristo wale wa Uyahudi walio Uyahudi watoke, waukimbie mji, waende mashambani na milimani. Sio tu mashambani bondeni, nendeni milimani kwenye miinuko. Alafu nendeni maeneo yaliyojificha, yaliyojitenga miongoni mwa milima. Maana yake msiende eneo ambalo lina watu tayari wengi, wakazi wapo, kijiji kina watu wengi. Hapo sipo mahali ambako Mungu anataka tukajifiche. Twende mashambani, maana yake milimani, sehemu zilizojitenga miongoni mwa milima. Ndio hekima ya Mungu. Sio mabondeni, sio kijiji ambacho tayari kina watu wengi. Nendeni maeneo ambayo kwanza sifa yake kutakuwa inapoitwa mashambani, maana yake hakuna wakazi wengi. Yaani eneo lililojitenga
lililojitenga kutoka kwa makazi kwa watu wengine. Ni maeneo yaliyojitenga, yaliyojificha miongoni mwa milima, mahali ambako una uhakika wa kupata maji kwa mwaka mzima bila maji kuisha, mahali ambapo utakuwa huru kuitunza Sabato, mahali ambapo utakuwa huru kutengeneza tabia, mahali ambapo utakuwa huru kumtafuta Mungu, tukiwa tunasubiri sasa kunyeshewa mvua ya masika ili tutoke kwa uweza wa Roho Mtakatifu twende tukahubiri Injili. Wakati huo kazi imeshikwa na Mungu mwenyewe, na hata utumia tena mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Maandalizi hayo ni sasa yanaenda sambamba na maandalizi ya kiroho, maandalizi ya kiroho pamoja na maandalizi ya kimwili. Swali ni hili: je, wapi wewe ambapo utakimbilia baada ya harakati hizi? Unapoziona zimepamba moto, utaenda wapi? Hakuna maandalizi yoyote, hauna hata eneo ambalo umekwisha kuliandaa. Wapi unaenda? Kwa hiyo ndugu zangu, tuna muda mchache, tuna rehema hapa kidogo. Kwa hiyo tuanze kutoka mjini, na angalia, tunapotoka mjini tunafanyaje? Tunatakiwa tuuze mali, tuuze manyumba yetu, tuuze magari yetu, tuuze viwanda vyetu. Na kuuza huko lazima kila mmoja arudi magotini amuulize Mungu, ili Mungu amuongoze namna ya kupunguza mali, ili tutoke sasa. Tunapotoka kwenda vijijini, kutoka kwenda mashambani, sehemu zenye milima zilizojitenga, tuwe tayari tumeshatoa mali zetu zote. Mioyo yetu haijafungamanishwa na hizo mali, mioyo yetu iwe imefungamanishwa na hazina iliyoko mbinguni, ambako tumehifadhi kwa njia ya kutoa mali zetu na kuziingiza kwa kazi ya Mungu, hasa kusambaza vitabu. Kitabu cha Pambano Kuu kisambazwa kama majani, pamoja na vitabu vyote vyenye ukweli wa sasa, mada kama vile patakatifu katika uhusiano na 2300, ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Vitabu vyote vinavyoeleza jumbe hizo visambazwe kama majani kila mahali. Wakati wa mali zetu ndio zitumike sasa kwa kazi hiyo. Muda unafika, hakuna kuuza, hakuna kununua, kuko mbele yetu na sio mbali. Yani 2026 tutaanza kushuhudia mabadiliko makubwa, na kuna vitu tutashindwa kuvifanya kuanzia mwakani 2026. Muda umeisha, Yesu amekaribia kurudi. Ndugu zangu, tunazingirwa kila pande. Tokeni mijini, ni wito wa Bwana, na huu ni wito mtakatifu. Tokeni mijini. Ndugu zangu, hatumo gizani. Hatumo gizani. Hatumo gizani. Kwa nini sasa tutoke mjini? Unafikiri kwa nini tutoke mjini? Ngoja tusome kidogo kitabu cha Kuishi Mashambani. Nilisema nitakisoma mwishoni. Kuishi Mashambani ni Kibidula, toleo la 2017. Hapo sio 217, ni toleo la 2017, ukurasa wa 9, wa 10, 11 na pengine ule wa 30. Ngoja tusome kidogo, mtu wa Mungu. Ukurasa wa 9. Nabii anasema hivi: malaika wa rehema walimuharakisha Lutu na mkewe na mabinti zake kwa kuwashika mikono yao. Kama Lutu angeharakisha kama Bwana alivyotaka afanye, mkewe asingegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Lutu alikuwa na roho ya kukawia. Hebu sisi tusiwe kama yeye. Sauti ile ile iliyomuonya Lutu kuondoka Sodoma inatuagiza, tokeni kati yao, mkatengwe nao, msiguse kitu kilicho kichafu. Wale wanaotii onyo hili watapata mahali pa kukimbilia. Maana yake watakaoshindwa kutii hawatapata mahali pa kukimbilia. Hebu kila mtu awe macho kwa ajili ya usalama wa nafsi yake mwenyewe, na ajaribu kuiokoa familia yake. Hebu ajiandae kwa ajili ya kazi hii. Mungu atatufunulia kitu cha kufanya hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Kurasa wa 10. Muda umekaribia miji mikubwa itakapopatilizwa kwa hukumu za Mungu. Unajua, wakati wanafanya harakati za kupisha sheria Jumapili, Mungu anaanza kuondoa ulinzi wake duniani. Kwa hiyo kutakuwa na majanga na matatizo mengi kwenye miji mikubwa. Kwa hiyo tunatakiwa tutoke kwenye hiyo miji mikubwa. Muda kitambo tu miji hii itatikiswa vibaya. Haijalishi kama majengo yake ni makubwa au imara kiasi gani. Haijalishi kuna kinga nyingi kiasi gani dhidi ya moto.
Hebu Mungu ayaguse tu majengo haya, na kwa dakika chache au saa chache nayo yatakuwa magofu. Hayo yatakuja kutokea. Kwa nini? Kwa sababu tayari ulimwengu unakusanya nguvu zake. Majeshi ya giza yanakusanya nguvu zake kupambana dhidi ya Mungu, na harakati za kutunza Jumapili zimeshamiri katika nchi mbalimbali duniani. Wamekusha saini mikataba ya utunzaji wa mazingira. Hii habari ya UN COP, mikutano ya UN COP yote hii hitimisho lake ni sheria ya Jumapili. Wanatimiza waraka wa Papa uliotoka 2015 wa Laudato Si, unaotaka kuwepo na Jumapili iliyotengwa kwa ajili ya kunusuru majanga, kunusuru mabadiliko ya tabia nchi. Kwa nchi zote ziko kwenye harakati. Kwa hiyo wakati wanafanya hizo harakati, Mungu anaanza kuondoa ulinzi wake duniani. Kwa hiyo tutashuhudia majanga mengi katika miji mingi hapa duniani, na Tanzania kwenye miji yetu itakumbwa pia. Kwa hiyo muda wa kutoka ni sasa. Tuanze kutoka kwenye miji. Ukurasa wa 11. Bwana hata wakatilia mbali waasi wote kwa ghafla na kuangamiza taifa zima, bali ataiadhibu miji na maeneo ambayo watu wake wamejiweka chini ya utawala wa mawakala wa kishetani. Kale ukurasa wa 30. Kitabu hiki Kuishi Mashambani nasema hivi: hatupaswi kujiwekea makazi yetu mahali ambapo tutalazimishwa kuingia katika uhusiano wa karibu na wale wasiomheshimu Mungu. Zahama inayohusiana na uadhimishaji wa Jumapili imekaribia, na ndio maana hata huko country living, huko mashambani, lazima kuwe mahali ambako hatutakaribiana na wale ambao wanakataa sabato ya Bwana. Kwa lazima iwe sehemu zenye maficho, sehemu zilizojitenga miongoni mwa milima, maeneo ambayo hayana watu. Tukaanzishe makazi huko. Twende, nafasi bado ingaliko. Nchi ni kubwa, na Mungu jinsi alivyo mwema, unabii wake lazima utimie. Maeneo hayo yako mengi Tanzania hii. Kila nchi hayo maeneo yapo. Twendeni basi. Tuondoke mapema. Muda kabla haujaisha. Tutoke mijini. Tutoke mijini. Kambi ya watetezi wa Jumapili inazidi kujiimarisha kwa madai ya uongo, na hii itamaanisha mateso kwa wale watakaoendelea kuishika sabato ya Bwana. Tunapaswa kujiweka mahali ambapo tunaweza kuishika amri ya sabato katika utimilifu wake wote. Siku sitafanya kazi, Bwana anatamka, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Na tunapaswa kuwa makini tusiishi mahali ambapo itatuia vigumu sisi na watoto wetu kuishika sabato. Kama katika uongozi wa Mungu tunaweza kujipatia maeneo mbali na miji, Bwana angependa tufanye hivyo. Nyakati za taabu ziko mbele yetu, ziko mbele yetu. Wakati mamlaka waliopewa wafalme yanapotumika kwa ajili ya wema, ni kwa sababu yeye aliye madarakani yupo chini ya uongozi wa Mungu. Mamlaka zinaposhirikiana na uovu, zinakuwa zimeungana na mawakala wa kishetani, na zitatenda kazi ya kuangamiza wale ambao ni mali ya Bwana. Ulimwengu wa Kiprotestanti umeanzisha sabato bandia mahali pa sabato ya Mungu inapaswa kuwa, na wanafuata nyayo za upapa. Kwa sababu hii ninaona umuhimu wa watu wa Mungu kuondoka mijini kwenda maeneo ya vijijini ambako wanaweza kulima shamba na kuzalisha mazao yao wenyewe. Kwa namna hiyo wanaweza kuwalea watoto wao katika mazoea rahisi na yenye kujenga afya. Ninaona ulazima wa kuharakisha kuweka mambo yote tayari kwa ajili ya zahama hii. Hekima ya Mungu inataka tutoke. Na kwa kweli, kwa mujibu wa unabii, mahali tulipofika, wakati wa kutoka ni sasa. Tukishindwa kutoka, huu ni mwezi wa 10, mwezi wa 10, wa 11, wa 12. Tukishindwa mpaka kufika mwezi wa 6 mwakani 2026, umeshindwa kabisa, ujue hutaweza kabisa. Muda utakuwa umeisha. Na kwa kweli, nafasi tulionayo hasa ni muda huu mchache uliobaki. Hebu uzeni mali zenu. Wekeni mazingira huko mashambani. Tena angalieni maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima, sio mabondeni,
lakini pia sio eneo ambalo lina watu, maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Hayo ndio maeneo tunatakiwa twende sasa hivi haraka iwezekanavyo, na kwa neema ya Yesu hili tuliweke kwenye maombi. Kila mmoja anie kwa dhati, amlilie Mungu, na Mungu atamuongoza hatua kwa hatua. Hata nini uuze, upeleke wapi fedha, Mungu atakuongoza na wateja atakuletea. Mungu na atusaidie, Mungu na atusimamie kwa jina la Yesu, amina. Ndugu zangu, muda umeisha. Muda wa kutoka mjini ni sasa. Tukichelewa, mimi nimemaliza sehemu yangu kama mjumbe kuonya ya kwamba tutoke. Na yumkini hautasikia jumbe hizi zikihubiriwa, kwa sababu mnapotoka mjini zaka inashuka. Na kwa sababu tumeelekeza akili zetu juu ya mapato, tunaangalia zaka kuliko kutii agizo la Mungu. Tunaangalia mapato haya kuliko usalama wa roho za watu tuliokabidhiwa kuwachunga. Basi zaka ni ya muhimu kuliko roho zetu. Kwa hiyo mimi nimesimama kwa zamu yangu kueleza ukweli kama ulivyo. Kama una mashaka, mahali pa kwenda kuuliza utapata msaada ni kwa Mungu mwenyewe. Nenda magotini, mwambie Mungu, muulize Mungu. Mungu na akusaidie na Mungu anisaidie katika jina la Yesu, amina. Kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba, wako wa Adventista wa Sabato, unabii unasema walionekana wakilia na wakishindwa namna ya kutoka mijini wakiwa wamezingirwa pande zote. Dalili ya kuzingirwa kwetu imekwisha onekana. Huu ndio wakati wa kuikimbia miji mikubwa na miji midogo, kwenda sehemu zilizojitenga miongoni mwa milima. Sasa kila mtoto wako anayenia, anayedhamiria, wepesi unatoka kwako na ufanisi unatoka kwako. Tunaliacha ili mikononi mwako. Tufungulie njia, tufungulie milango, tulikamilisha ili kwa haraka sana kabla hatujachelewa. Neema yako yatosha na neema yako ni kubwa. Sifa na utukufu zikurudie kwa jina la Yesu, amina.